Kupitia waziri wa ulinzi wa nchi ya Israeli, serikali ya Israeli inailaumu Irani kwa kutumia silaha ambazo haziruhusiwi kutokana na vita iliyoko sasa hizi. Israeli inasema inaishutumu sana Irani kwa kutumia hizo misaili ya Christ ambayo ni hatari sana kwa maisha ya mwanadamu. Kwa silaha hizo ambazo Irani anazitumia na kwa hii level ya hii vita, haviendani na kuwa amekeuka sheria ya kimataifa, hivyo anamuita ni criminal. Kwa nini? Kwa sababu Mwirani saizi hatumii drone tena. Saizi anatumia hizo medium range ballistic missile ambayo sasa ndani yake kumbe anatumia na hizo ballistic cluster munitions ambazo ni silaha hatari sana. Zinaharibu miundombinu, barabara, viwanja vya ndege, inaharibu magari, nyumba pia na kuua watu. Sasa tukio la jana la Mwirani kupiga mji wa Dimona ambapo ni sehemu kubwa sana ya tegemezi ya nchi ya Israeli kwa masuala ya production ya nuclears, imeinua ama imeibua hisia kubwa na hofu kwa wananchi, kufika hatua kwamba sasa wananchi wameanza kulalamika na kuanza kuilalamikia serikali yao ya Israeli kwamba hawataki masuala ya vita tena. Waliambiwa vita itachukua muda mfupi, watakuwa wameshaimaliza. Sasa vita leo imechukua siku 23, kitu ambacho hawakutegemea. Watakaa kwenye maandaki mpaka lini? Waziri wa ulinzi wa Israeli Katz jana alifika, leo amefika sehemu, jana usiku alifika na leo amefika. Wananchi wamemwambia live, hatukutaki, wewe ndio unasababisha haya matatizo yote. Sasa uzalendo wa wananchi wa Israeli umewashinda na wengi wameanza kuikimbia nchi yao kupitia boda ya Egypt kwa sababu viwanja vya ndege mpaka sasa havifanyi kazi Israeli. Kumbuka Trump jana ametoa masaa 48 sawa na siku 2 kuweza kumwambia Mwirani aweze kufungua mfereji wa Hormuz bila kuwa na masharti yoyote yale. Asipofanya hivyo ndani ya masaa 48 ataenda kuharibu hizo power facility point za Irani. Sasa utajiuliza, kwa nini Marekani na Muisraeli hawawezi wakaharibu hizo power facility za Irani moja kwa moja mpaka watoe warning? Iko hivi, wiki iliyopita Israeli ilijaribu kuvamia hizo power facility ambazo ziko southern parts Kalga Island hapo Irani. Wakarushiana maneno yana Marekani kwamba Marekani akakataa, so mimi nilofanya ni Muisraeli. Muisraeli akasema mimi nimefanya hivyo kwa sababu tumeshambuliwa sana na tumeshambulia mimi na Marekani. Kwa nini Trump saizi anajichanganya kauli yake kwa kusema kwamba Irani imeshamaliza nguvu? Kama Irani imeshamaliza nguvu, hizi silaha nzito Irani, nani anarusha kwenda Israeli? Na kwa nini Marekani hawezi kumshambulia Muisraeli Muirani moja kwa moja? Irani imetegesha sehemu mbili kubwa. Kwanza, ameshika uchumi 20% kuzuia huo mfereji wa Hormuz. Alafu la pili, hizi nchi za Gulf zote, hizi nchi zote za Mashariki ya Kati kuanzia Qatar, Iraq, Kuwait, Bahrain pamoja na Arab Emirates, hizi nchi Marekani amewekeza sana na anaitegemea hizi nchi kwa mafuta 70%. Nchi kubwa 3 zinazozalisha gasi na mafuta kwa wingi duniani ni Venezuela, Qatar na Russia. Sasa Marekani anaitegemea Qatar kwa 1% kubwa sana. Sasa uzalishaji wa gasi Mashariki ya Kati umepungua 70%. Saudi Arabia saizi viwanda vimefungwa. Kuwait saizi hazifanyi kazi.
Ndio maana unaona bunge la maseneta walilalamika gesi kupanda 27%. Irani, wananchi wamechoka kukaa chini ya handaki, wanataka vita viishe. Sasa hii temptation hii ndio italeta hasara kubwa sana. Irani imemjibu Trump kumwambia hivi, sisi hatuna wasiwasi, wewe kama ni kushambulia, shambulia hizo electrical and power whatever point, wewe shambulia, lakini ujue Gulf na makampuni yako ya Kimarekani yote ni chini. Na mimi nakwambia Marekani hawezi kuishambulia Iran, hizo facilitation hawezi. Watu wanajiuliza mbona msemi habari za Iran? Iran ndugu zangu anapigwa, sio kwamba hapigwi. Tatizo la uvamizi wa Marekani na Israeli kwa Irani ni kuua viongozi. Mpaka saa hizi kuna viongozi zaidi ya 40 wa Irani wamekufa, na Irani hafichi habari zake, ziko wazi. Tatizo linakuja Muisraeli na Marekani hawatoi taarifa kamili, na kuna contradiction wakati wa kutoa taarifa. Trump ametuambia Irani imeshashiwa nguvu. Hiyo navi ya Irani, jeshi la majini la Irani halina nguvu tena, haliwezi kazuia. Watu wanamhoji sasa, mbona mfereji wa Hormuz haupiti, meli hazipiti? Ziko meli zaidi ya 250 mpaka 300, meli za mafuta na meli za mizigo. Mbona hazipiti kama Irani imeishiwa nguvu? Na kama Irani imeishiwa nguvu, huu uwezo wa kurusha makombora Irani anautoa wapi? Sasa kutokana na hizi story ndio zinafanya sasa watu waone kwamba okay, kuna propaganda kwenye hii vita, haiko sawa. Sasa ndugu zanguni, vita ilipofikia ni pabaya. Wananchi wa Israeli wameanza kutoka kwenye mahandaki na kuanza kuleta mgomo, serikali imalize hii vita. Waziri wa defense amefukuzwa jana, Dimona, na wananchi kwamba nyinyi ndio chanzo. Sio kwamba Waisraeli tu wanataka hii vita, ni wachache sana. Na ndio maana bunge la maseneta la Marekani lilisema hivi juzi, hii vita inaonekana kuna wachache wanafaidika. Ndio maana Trump na kundi lake lile la matajiri wanafurahi hii vita iendelee, kwa sababu wao wanatengeneza fedha. Kutokana na ripoti ya Forbes inasema ndani ya hizi wiki 3 matajiri 10 Marekani wamefikisha trilioni 2 na bilioni 300. Manake utajiri wao unazidi kwenda juu, wao wanafaidika. Aliulizwa swali Trump White House, akauliza wewe uone wa Marekani wanakufa sana? Akasema na bado watakufa sana. Senator akachukua statement hiyo akasema kwa hiyo Trump hajali raia wake, wakifa yeye hajali. Sasa ilipofikia saa hizi ni vita ambavyo sasa vimezua mtafaruku na mgogoro baina ya wananchi wa Marekani na serikali yake, baina ya Waisraeli na serikali yake. Irani wananchi wao wako tayari. Kauli yao ni moja tu, tushinde vita ama tufe wote. Sasa ndugu zanguni, vita vimefikia pabaya sana. Kwa habari tutajaribu kuleta habari nyingi tofauti. Kama ndio mara yako ya kwanza, tafadhali naomba utufollow ama subscribe channel yetu ya YouTube. Kule na watu wachache sana, na Instagram ina watu wachache sana, Facebook ina watu wachache sana, pia hapa kwenye TikTok kuna watu wachache sana. So ndugu zanguni, tunaomba tufuatane, comment, like, share pamoja na ku comment